Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad, tanfariju bihi al-kurab, wa tughda al-hawaij, wa tunalu bihi al-raghaib, wa husna al-khawatim, wa yustasqa al-ghamam bihajji al-karim, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tukiendelea sasa, tumeona tuondoe utata kwa wale wanaozozana katika mirathi. Kwa nini mie nimo? Kwa nini mie simo? Imekuwaje? Jamani, mirathi, marehemu au mtu anapofariki, vile vyote anavyomiliki kavichuma kwa halali, kwa haramu, kamuua huyu, kagombana na huyu, vile vyote inapothibitika tu kuwa amefariki, si mali yake, ni mali ya wale warithi wake. Na warithi ni wako warithi maalum wametajwa, ambao idadi yao wako 25. 15 katika hao ni wanaume na 10 katika hao ni wanawake. Hatuna haja ya kugombana. Ukifika tu ofisi ya wakfu na mali amana, utaambiwa haya, katika familia alobakia nani na nani. Na hii haitegemeani unampenda sana mtu, humpendi sana, una ugomvi naye. Baadhi ya wakati utasikia, vipi huyu arithi wala hajamuuguza mzee wake. Hayo hayahusiani. Kinachotizamwa, je, yumo katika listi ya warithi? Yumo. Kwa hiyo hii inaondosha tata. Na haya mazingatio yote yamewekwa katika zile masadir au reference tatu kwenye Qur'ani wametajwa, na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kaja kawaeleza wengine, na ijmaa pia ya wanazuoni wamekuja kufunika masala haya, kuyapigia mstari kwamba tayari tumeshamaliza. Sasa ngoja tukaribishe wanafunzi hapa. Ustadh Kasim atuelezee, tutajie warithi 15 wanaume, alwarithuna minar rijali, katika wanaume kwenye familia. Je, nani na nani anastahiki kurithi kwa mujibu wa sheria Islam? Ustadh Kasim, falyatafadhal. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mimi nitataja alwarithuna minar rijali, wanaorithi katika wanaume, ambapo kwa jumla yake wapo watu 15. Wa kwanza al-ibnu, huyu ni mtoto, na tukisema mtoto tunakusudia ni yule aliyezaliwa na marehemu katika ndoa ya halali ama ndoa iliyofuata misingi yote ya kisheria. Na dalili ya kurithi huyu ni kauli Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhil unthayain. Kwa hiyo hapa Allah subhanahu wa ta'ala amewataja auladikum, akimaanisha watoto wenu. Lakini mwingine katika wanaorithi, watoto gani? Wa kike, wa kiume, watoto gani? Watoto hawa ni lidhakari mithlu hadhil unthayain, kwa hiyo ni watoto wa kike pamoja na wa kiume. Na huyo ibn ni mtoto gani? Ibnu ni mtoto wa kiume. Tayib. Wa pili, ibnul ibni, huyu ni mtoto wa kiume wa mtoto wa kiume. Wa in nazala, na kuteremka chini. Hapo wakikusudiwa mjukuu na waliozaliwa na mjukuu na kwenda chini. Na hawa pia wanaingia katika nafasi ya mtoto ikiwa mtoto wa marehemu atakuwa hayupo. Wanaingia katika ile kauli ya Allah, yusikumullahu fi auladikum. Wao wanachukua nafasi ya kumrithi babu yao ikiwa baba yao atakuwa hayupo. Na mtu wa tatu katika wanaume wanaorithi, al-abu, huyu ni baba. Wal muradu bihi abul mayit, na kinachokusudiwa hapa ni baba wa maiti, baba wa mtu aliyefariki. Na hapa anatoka yule tunayomuita baba wa kumlea ama baba mlezi, ambaye alimlea tu maiti
huyu haingii katika wanaorithi. Kinachokusudiwa hapa ni baba ambaye amemzaa yule mayiti. Na dalili ya kurithi kwake huyu ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala pale aliposema, wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Na wana wazazi wawili, kila mmoja kupata fungu la sudus, 1/6 ya mali atakayoacha marehemu, in kana lahu waladun, ikiwa ameacha mtoto yule aliyefariki. Na mtu wa 4, aljaddu, ni babu huyu ambapo anakusudiwa baba wa maiti, na huyu pia anachukua nafasi ya baba ikiwa baba wa maiti atakuwa hayupo. Na mtu wa 5 ni al-akhu shaqiq, huyu ni kaka wa baba mmoja mama mmoja na maiti. Na mtu wa 6 al-akhu liab, ni kaka walioshirikiana katika baba, yani ni kaka wa baba mmoja na maiti. Na hawa wote, kaka wa baba mmoja mama mmoja na kaka wa baba mmoja, wanarithi kwa kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala pale aliposema, yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma taraka wa huwa yarithuha in lam yakul laha walad. Hii ni dalili ya kuonesha kwamba kaka wa baba mmoja mama mmoja na kaka wa baba mmoja na mayit wanarithi. Hapa Allah subhanahu wa ta'ala aliposema qulillahu yuftikum fil kalala, anakusudia ni yule ambaye atakufa lakini akawa hakuacha far'un warith, na pia hakuacha aslun min alwarith. فقوله تعالى وهو يرثها إن لم يكن لها ولد يدل على أن الأخ يرث أخته. na mtu mwingine wa 7, al-akhu min al-ummi, ni kaka wa mama mmoja na mayit, naye huyu pia anarithi. Wa dalilu tawrithihi, na dalili ya kurithi kwake ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhuma as-sudus. Kwa hiyo kutokana na kauli hii ya Allah subhanahu wa ta'ala, wanachuoni walikubaliana na wamekubaliana kwamba aya hii inahusisha mirathi ya ndugu wa kwa mama mmoja. Na mtu wa 8 katika wanaume wanaorithi ni ibnu akhu shaqiq, ni mtoto wa kaka, mtoto wa kiume wa kaka wa baba mmoja mama mmoja, bimahdhu dhukuri wa in nazala. Na mtu wa 9 katika wanaume wanaorithi ni ibnul akhu li abi wa in nazala, ni mtoto wa kaka wa baba mmoja na yule mayit. Yani mayit ana ndugu yake wa baba mmoja, basi na yule mtoto wa yule ndugu yake anaweza akarithi ikiwa yule baba yake atakuwa hayupo. Na dalili ya kurithi huyu ibnul akhu shaqiq na ibnul akhu li ab ni hadith iliyosimuliwa na Ibn Abbas radhiallahu anhuma pale aliposema alhiqul faraidha bi ahliha. Na mtu wa 10 katika wanaume wanaorithi al-ammu shaqiq, huyu ni am wa baba mmoja mama mmoja na mayit. Na tukisema am tunakusudia ni ndugu wa baba. Ndugu wa baba yako anakuwa tumezoea kumuita am. Kwa hiyo ndugu wa baba yako wa baba mmoja mama mmoja, naye huyu anaingia katika wanaume wanaorithi. Wa 11 ni al-ammu li ab, ni ami ambaye ameshirikiana na baba yako katika upande wa baba, yani ni ndugu wa baba yako wa baba mmoja, naye huyu ni katika wanaume wanaorithi. Wa 12 ibnul ammu shaqiq, na wa 13 ibnul am li ab wa in nazala. Hawa ni watoto wa wale tumaam, ambapo tunazungumzia ammi wa baba mmoja mama mmoja na baba yako, ama ammi wa baba mmoja na baba yako, na watoto wao pia wanaingia katika watu wanaorithi.
Mtu wa 14 azauju, huyu ni mume wa mayit, mtu aliyekufa akaacha mume, basi mume yule naye anarithi. Na dalili ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad, muna nyinyi waume nusu ya mali katika vile walivyoviacha wake zenu, illam yakul lahunna walad, pale ambapo watakapofariki na wakawa hawajazaa mtoto aliye hai ambaye anaweza kurithi. Na mtu wa 15 ni almu'tiq, huyu ni mtu ambaye alikuwa na mtumwa wake kisha akamwacha huru, basi anapofariki yule mtumwa aliyeachwa huru na akawa hana asaba wa kumrithi, asaba bin nafs, basi huyu almu'tiq atamrithi yule aliyemwacha huru. Na hawa wote ndio idadi ya watu 15 katika wanaume wanaorithi, ambapo wanatambulikana na sheria ya dini yetu ya Uislamu. Hadha, assalamu alaykum wa la afwa minkum. Bismillahir Rahmanir Rahim. Sheikh Qasim hapa ametueleza vizuri ya kuwa katika familia wanaume wanaostahiki kurithi wapo idadi ya 15, lakini ni muhimu kuzingatia ya kuwa hao tunapoa list hawa pamoja na wale wanawake tuwaweke kwa mujibu wa alivyokuwa akiwaita marehemu wakati wa uhai wake kisheria. Huyu kisheria marehemu akimuita nani? Akimuita binti, huyu ni mtoto wangu wa kike. Huyu akimuita nani? Akimuita ibn, huyu ni mtoto wangu wa kiume. Marehemu huyu akimuita nani? Akimuita dada. Dada gani? Ni dada baba mmoja mama mmoja, kwa sababu dada baba mmoja mama mmoja hali yake ya kurithi ni tofauti na dada baba mmoja. Na dada mama mmoja, ni dada upande wa kwa mama tu, hali yake ni tofauti na dada baba mmoja mama mmoja na dada kwa baba. Kwa hiyo ni muhimu kuzingatia, usije ukawa unakwenda kulisti familia marehemu kaacha nani? Kaacha huyu na huyu na huyu, kwa mujibu unavyowaita wewe. Kwa mujibu wa maiti marehemu yeye alikuwa akiwaita vipi? Hilo ni jambo la msingi, na tunazingatia jinsia wakati tunawalisti wale. Baadaye tutaangalia kila mmoja, je, jinsia yake inaleta, wako warithi jinsia haziathiri mirathi yao, kama ni mafungu hayabadiliki, kama kugawana hakubadiliki. Wako warithi inabadilika kwa mujibu wa jinsia zao. Kwa hiyo ni muhimu kuainisha kila kitu, umuelezee yule anayegawa mirathi, kama ni ustadhi, ni shekhe, kama ni ofisi ya wakfu na mali ya amana, umuelezee vizuri, na yeye anajua, atakuuliza mara mbili, hii ilikuwaje, kwa nini kawa hivi. Na ni muhimu kujua katika warithi wako wengine ambao kwamba hawakosi kabisa, lazima watapata. Inaweza kupungua sehemu ya kupata kwao, lakini haiwezekani kwamba watakosa kabisa. Na hao tumeshawahi kuwataja kabla, wako warithi 6. Mtoto wa kiume hakosi kabisa, mtoto wa kike hakosi kabisa, lazima atarithi kingi au kidogo, inategemea na wasa. Lakini huwezi kumwambia mtu, wewe mtoto huwezi kurithi, tutarithi sisi wajomba zako. Ndio mambo ambayo kwamba yanaleta mizozo katika familia zetu, wanatumia ule undugu na vitu kama hivyo. Na baba hawezi kukosa, hata akiwa yupo kwenye koma, yuko hospitali, hawezi kukosa. Na mama hivyo hawezi kukosa, hata akiwa na umri gani. Atatumia nini hizo pesa zake? Ndiyo sheria anasema apewe. Hatutizami afya yake iko vipi, muhimu anakasimiwa. Nani ataisimamia mali yake ni suala jingine. Ala vile vile mke hawezi kukosa kabisa kwenye mali ya mumewe, na mume pia hawezi kukosa kabisa kwenye mali ya mkewe.
Ukiona wewe ni mke na umetolewa kwenye mirathi kwa sababu ni mke tu, ujue ndio unadhulumiwa hivyo. Na ndio maana katika wanafunzi tunawasomesha pia, tunao wanafunzi wa kike na tunawasisitiza wajue, kwa sababu ukijua miongoni mwa faida za kusoma elimu ya mirathi, hutodhulumiwa alafu wewe ukawa hujui. Itakuwa umedhulumiwa na wewe mwenyewe umeamua tu kukaa kimya. Lakini ukiwa unajua mirathi na gaiwa kadha na kadha, basi hapo huwezi na upo wakati ndugu baba mmoja mama mmoja, mmoja anapata mmoja anakosa. Na hii kwa nini? Kwa sababu mmoja yumo katika orodha ya warithi na mmoja hayumo. Kwa mfano yuko ibni akhu shaqiq, maiti kafariki, kaacha mtoto wa kaka yake, baba mmoja mama mmoja. Na kwenye mirathi tukisema kaka au dada, hatuzingatie umri kwamba mmoja mkubwa mmoja mdogo, inazingatiwa ile jinsia tu. Sijakaona kwamba wewe mdogo wetu utapata kidogo, haizingatiwi. Hata kama kazaliwa leo, madhali ni mtoto wa babako, anayekiwa fungu lake, kama ni akhu shaqiq, kama ni ndugu wa baba mmoja mama. Ikiwa mtu kafariki kaacha mtoto wa kakake, baba mmoja mama mmoja, na kaacha mtoto wa kakake ambaye ni wa kike, binti akhu shaqiq, hawa ndugu ni baba mmoja mama mmoja, ibn akhu shaqiq anapata, lakini binti akhu shaqiq anafanya nini? Anakosa, kwa sababu hayumo katika listi ya wenye kurithi. Kwa hiyo hii listi ya wenye kurithi ni muhimu sana, kwa sababu inaondosha mzozo. Unajiangalia tu mwenyewe, nimo, unasubiri haki yako ngapi, humo unaondoka mapema, kwa sababu wewe hustahiki kupata, wala hugombani na mtu. Allah subhanahu wa ta'ala atakupa wewe unachostahiki kwa njia nyingine, lakini sio njia ya mirathi husika. Sasa tukaribishe wanafunzi katika klipu inayofuata atuelezee ni wepi wanaurithi katika wanawake. Wanaume tushawaona wapo 15 na tumetajiwa bitafsil pamoja na dalili zao, aya au hadithi zilizotajwa katika sunna bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.